Waziri mkuu anakuja kwa sherehe kubwa kama na hii ya serikali, PC hakuna. Unaambia PC ameenda Nairobi. Kama Kibaki alikuwa anakuja hapa, PC angeweza kuja kwa hapa? Angekosa. Kwa vile yeye amechukua msimamo wa kumtusi rais, amechukua msimamo wa kumdharau rais, amechukua msimamo wa kukashifu bila sababu, basi na yeye ajitayarishe. Na angewekewa sana namna hii bila hata choo. Angewekewa. Alafu na nusu kapeti namna hii. Nusu mkeka. Ilikuwa ni lugha tuijua, ilikuwa ni makuru pia tunayo. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakujengea choo popote unapoenda. Pia ukitaka kukenda ndani ya gari yako. Mtazamaji, pokea salamu popote unapomtazamia na ni matumaini yangu uko salama. Karibu ni kufahamisha yanayojiri mezani yetu ya ripoti, lakini diposa uweze kuelewa kwa kina, nimekuchezeshea matamshi ambayo kwa wakati mmoja ni yake kinara wa ODM Raila Odinga, ila kwa wakati huo alikuwa kama Prime Minister chini ya serikali ya muungano wake na rais wa tatu wa Kenya hayati Mzee Kibaki. Mtazamaji, nitaweza kukueleza kwa kina kwa nini nimekuchapishia kanda hilo. Mwanzo ni kuelezea kwamba yanayovuma mitandaoni ya kijamii sasa hivi ni kusafiri kwake Rais William Ruto hadi nchini China. Duru na picha za kuaminika zikiarifu ya kwamba ameambatana na nduguye Raila Odinga na ambaye ni Oburu Odinga. Kuhusishwa kwa Oburu Odinga katika ziara ya rais nchini China huenda kukaashiria aidha ni kwa sababu ako na haki kama kiongozi yeyote kuambatana na rais wa taifa la Kenya. Lakini kwa maoni yangu, kwa kuwa ziara hii ni ya kufanya mahusiano imara katika biashara na uwekezaji kati ya taifa la Kenya na China, basi ingekuwa vyema zaidi iwapo angehusisha wenyekiti wa kamati za Trade and Investment katika bunge la kitaifa na seneti. Lakini mtazamaji, ukweli uliopo ni kwamba hali ya siasa hapa nchini ni hali ya sitofahamu, duru zikiarifu ya kwamba wadani wake Raila Odinga na hata Raila Odinga mwenyewe huenda akajiondoa kwenye serikali ya muungano. Inaaminika ya kwamba Rais William Ruto anafanya kila jitihada kumpendekeza Raila Odinga kisiasa na kuambatana na nduguye ni mojawapo ya mikakati. Mtazamaji, tukirejelea ripoti za hapo awali ni kwamba rais sasa ameondoka nchini Kenya. Nani ndiye mwenye mamlaka ya juu kwa sasa katika taifa la Kenya? Ni Raila Odinga ama ni naibu wa rais Kithure Kindiki? Kabla ni kueleza kwa kina, mtazamaji, ningekuomba kwa unyenyekevu, iwapo huja subscribe, chini ya chapisho hili kuna kisanduku cha neno subscribe, ni kuombe ubonyeze na kisha ubonyeze alama ya like. Rais William Ruto yuko makini sana kuhakikisha hajarudia makosa ya utawala wa Rais Kibaki, ambapo kila uchao Raila Odinga alitaka kutambulika kama mwenye mamlaka sawa na rais, na kwa wakati mwingine sitofahamu yani nani hasa mwenye mamlaka ya juu kati ya Raila Odinga na naibu wa rais wakati huo Kalonzo Musyoka ilishamiri. Hata ingawa kwa wakati huo Raila Odinga alishikilia wadhifa wa waziri mkuu, ambayo ni tofauti na sasa, lakini kwa zote mbili MOU zimetiliwa saini kumaanisha kuna makubaliano. Kikatiba, Kithure Kindiki kama naibu wa rais ndiye mwenye mamlaka ya juu kwa sasa wakati rais hayuko nchini. Lakini hali iliyoko kwa sasa, Raila Odinga huenda kawa na mamlaka zaidi kuliko Kithure Kindiki, na sio ajabu mtazamaji wangu, Rais William Ruto huenda anashauriana na Raila Odinga zaidi yake Kithure Kindiki. Na mtazamaji, iwapo umekuwa ukifuatilia siasa za hapa nchini tangu Raila Odinga kuungana na Rais William Ruto, imekuwa ni vingumu sana Raila Odinga na naibu wa rais Kithure Kindiki kuhudhuria hafla yoyote na Rais Ruto kwa pamoja. Sababu huenda ikawa ni kuhofia kuvuja itifaki, ukipenda breaking the protocol, shida ambayo ilitatiza muungano wa Raila Odinga na rais wa zamani Mwai Kibaki, ambayo huenda ikaleta joto la kisiasa. Hivyo basi mtazamaji, kufikia sasa haifahamiki kwa kina ni nani hasa mwenye mamlaka ya juu kati ya Raila Odinga na naibu Kithure Kindiki iwapo Rais William Ruto atasafiri nje ya nchi. Mtazamaji, maoni yako ni yapi? Kwa nini Rais William Ruto kwa mara ya kwanza ameambatana na Oburu Odinga hadi China? Na kwa sasa katika taifa la Kenya, nani ndiye mwenye mamlaka ya juu? Nijuze maoni yako kwenye sehemu ya maoni, kisha ukumbuke kubonyeza subscribe button ili kuzidi kupokea taarifa za aina hii pindi tunapokuandalia. Hapa ni Neo Media, kituo ni nambari 2 nyuma ya hakuna.